utekelezaji wa dira 2050, kwa maana ya kwamba tunajulishana kwamba tuna dira ya mwaka 2050 ambayo imezinduliwa na tunapaswa kuifahamu na kuitekeleza. Sasa tumeitana pamoja hapa ili tuangalie namna ambavyo tunaweza tukawianisha michango yetu kama wadau wa sekta ya maji, tukawianisha mipango ambayo tunaweza tukawa tunaitekeleza kwa pamoja, lakini kuimarisha uratibu katika utekelezaji kwa ajili ya kufikia malengo ya kupata huduma ya maji na usafi wa mazingira ambayo ni endelevu. Hiyo ndio dhumuni kuu, lakini tunayo madhumuni mahususi, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kama tulivyoona, tutafanya review ya dira 2050 water targets, tufanye mapitio ya malengo ya huduma ya maji ambayo tumewekewa kwenye dira ili tuyaone kwa pamoja, lakini pia collect feedback on policy and implementation, tupate mrejesho wa wadau wa sekta ya maji na usafi wa mazingira, mrejesho wao kuhusiana na namna wanavyoona utekelezaji wa sera ya huduma ya maji, lakini pamoja na hali ya utekelezaji tupate mrejesho wa wadau. Ya maji ni uhai. Nanyi wadau mmeona vizuri sana. Ndugu washiriki, kupitia mawasilisho mbalimbali yaliyofanyika hapa, nimejifunza kwamba serikali imekuwa ikifanya tafakuri mara kwa mara. Tumeona kuwa kumekuwepo na mapitio kadha wa kadha ya sera, sheria, miongozo na kanuni zilizokuwa zikifanywa na marejeo ili kuhakikisha kuna kuwepo na nyenzo bora zinazotoa mwelekeo wa namna ya kutekeleza na kusimamia kuendesha sekta ya maji na usafi wa mazingira. Mabadiliko haya yamekuwa yakija na maboresho ya miundo ya kitaasisi ili shughuli za uhifadhi na usimamizi wa rasilimali za maji na utoaji wa huduma za usambazaji wa maji na usafi wa mazingira ziweze kufanyika kwa ufanisi ili kupata tija ya mchango wa sekta hii muhimu katika maendeleo ya nchi. Nimeona tulivyoanza mwanzo kwenye maji na sasa tulivyo mpaka tumefika kwenye ngazi za jamii. Jamii pia zimekuwa zikisambaza maji. Unaona Sidiuso hapa namna alivyoelezea majukumu yao, lakini pia na changamoto ambazo wanakutana nazo hapa. Mmeona sisi leo kwa pamoja tumeweza kupitia walau kwa uchache na kupata ufahamu wa namna sekta hii inavyofanya kazi, yani RUWASA. Kwa muktadha huu tunayo nafasi ya kuona ni maeneo yapi tunayoweza kushirikiana na serikali kuweka mchango wetu katika maendeleo ya sekta hii na nchi yetu kwa ujumla wake. Tumeona hapa namna ambavyo zile Sidiuso zinatekeleza majukumu yake, lakini namna RUWASA wanatekeleza majukumu yao, lakini pia namna wadau mbalimbali wa maji wanapokuwa wanasaidia kutekeleza kuhakikisha tunawafikia wananchi kwenye kusambaza maji. Hilo tumeona hapa, na hivyo tumekuwa na yetu ambayo tumeyatoa hapa, ambayo sisi kama serikali tumeyapokea, na hivyo tutaendelea kuboresha hii huduma ya maji kuhakikisha wananchi wanapata huduma hii vizuri, kwa sababu ni huduma muhimu sana. Lengo moja tu, malengo yamesemwa mengi pale, lakini kufikia mwaka 2050 Mtanzania awe na uwezo wa kuishi miaka 75. Sasa ukitamka hivyo unaweza ukaona ni rahisi sana, lakini huwezi kufikia huko pamoja na vitu vingine wote kama huduma ya maji haikuwa sawa. Kwa hiyo tushirikiane katika kuitoa hii huduma ya maji kwa taasisi zote, na mkisikiza maagizo ya viongozi mbalimbali wa serikali kuu, kwa sisi ambao tupo kwenye utekelezaji wa taasisi za elimu na nini, tunaambiwa kwamba kila taasisi kuwe na maji. Sasa mimi sina jukumu la kupeleka maji shuleni au kwenye kituo cha afya, na kule kuna watoto ambao wanahitaji kupata maji safi na salama. Kwa hiyo tusaidiane ili kufikisha hii huduma, ili kuwawezesha au kuiwezesha jamii iwe na uwezo wa kufikisha miaka 75. RUWASA kwenye halmashauri yetu, jumla utekelezaji wa miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 11.
Mheshimiwa mgeni rasmi, hii sio kazi ndogo, ni kazi kubwa kwa kweli. Lakini nimeendelea kuifuatilia taarifa yao, Mheshimiwa mgeni rasmi. Humo ndani nimeona utekelezaji wa visima 17, utafiti na uchimbaji wa visima 17, na wametaja maeneo mbalimbali ambayo yatatekelezwa. Unaziona zaidi ya shilingi milioni 778 zinaenda kutekeleza miradi hiyo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nikashuka chini kidogo nikaona kuna idadi ya visima vingine 5 vinakwenda kuchimbwa vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona ni namna gani serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inapoendelea na jitihada za kauli mbiu ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumtua ndoo mama kichwani.